Lakini jambo lingine, Mheshimiwa Mwenyekiti, tunayo hifadhi yetu kule Maswa Game Reserve na barabara. Mheshimiwa mbunge wa Serengeti amezungumza vizuri sana. Mheshimiwa, sisi tuna barabara na mna mitambo mizuri imetajwa kwenye hotuba yenu humu. Kutoka Serengeti kwenda Kibondo, mle ndani mwa hifadhi kuna hoteli moja ya Sopa Lodge. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna ambao na mle ndani kuna watalii wanapita. Ni aibu. Mimi nikuombe Mheshimiwa Waziri, utakapomaliza kupitisha bajeti yako na bunge likiisha, fanya ziara kwenye maeneo yale kwenda kuona zile hoteli zilizoko mle kwenye hifadhi. Ni hoteli kubwa lakini barabara hazipo, na huku kila siku tunazungumza tunahitaji fedha kwa ajili ya kupata kwa ajili ya watalii. Jambo hili Mheshimiwa Mwenyekiti, kidogo ni kuombe sana utusaidie katika eneo hilo. Lakini jambo lingine Mheshimiwa Mwenyekiti, watu wa TAWA wamefanya kazi kubwa ya kushirikiana na wananchi kuzuia hao wanyama waharibifu. Ni kuombe Mheshimiwa Waziri mwenye dhamana, ikiwezekana wahifadhi vile vijiji vinavyopakana na kando kando, basi na wao wapate nafasi, au kama sheria inaruhusu waweze kuandalia mazingira kwa wanaingia kwenye utalii kwenye hifadhi kule kwenye baba zone, kujua maana ya utalii ni nini. Leo utalii tunauzungumzia hapa ni wa kimataifa, lakini watu wetu wa ndani hawajui kama kuna utalii na faida yake hawajui. Lakini kama kutakuwa na watu, kama wizara itajitolea kwa inatoa elimu kwenye maeneo hayo husika, naamini kama Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo hili litapokelewa na mambo yatakwenda vizuri. Lakini leo Mheshimiwa Mwenyekiti, Mtanzania anapopita tu kwenye hifadhi akikamatwa, kipigo chake ni cha hali ya hatari sana. Lakini wale wanaokuja kutembea kwenye hifadhi kwa magari, wao hawana shida yoyote. Mimi nikuombe Mheshimiwa Waziri mwenye dhamana, imefika wakati sasa ni kwenda kuboresha sheria zetu, kuboresha mahusiano yetu kati ya jamii inayozunguka kwenye eneo husika, wajue maana ya uhifadhi ni nini. Tunajua tunatuletea fedha hizo zilizopata kwenye vijiji vya kando kando, ni jambo kubwa na nzuri zaidi. Wakijua maana ya uhifadhi, Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi naamini kabisa kwamba migongano itaanza kupungua. Na hivyo sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, tunajitahidi sana tunaoishi kando kando mwa hifadhi, tukiamua kuyasema yanayotokea kule, Mheshimiwa Mwenyekiti, nchi inahamia kule yote. Ni mambo ya kusikitisha sana. Niwaombe sana wahifadhi kupitia taasisi zenu ambazo mmeziweka hizo za maaskari, ili kusudi mwape elimu ya kutosha. Wale wasio adui wawe watu wa kushirikiana nao kumaliza matatizo. Tunapochukua kwamba wanakuwa ni adui, nao ni binadamu, wakinao wakiamua, linakuwa ni jambo zito sana. Na bahati mbaya sana, bahati nzuri sana, vituo vya uhifadhi tumevijenga kwenye maeneo yetu. Tunahitaji hawa watu washirikiane ili wafanye kazi nzuri ya kuhakikisha wanalinda uhifadhi na kulinda wanyama wakali wanaoingia kwenye maeneo yetu. Jambo hilo Mheshimiwa Mwenyekiti likichukuliwa, mimi naamini kabisa tutafanya vizuri, lakini vile vile itaonyesha utayari kwenye maeneo yetu na wananchi wanaotuzunguka kwenye maeneo hayo husika. Lakini jambo la pili Mheshimiwa Mwenyekiti, mmetupatia magari. Mheshimiwa Mwenyekiti, kulingana na hali ilivyo, na haya majeshi wakati mwingine najiulizaga mimi, sisi tunawapaka kazi kuwatesa au kwa sababu tu ni afisa, na ndio maana yanatokea haya mambo yanakuwa ni magumu sana, watu wanafanya harassment angalau kujiokoa katika maeneo husika. Hela inayotoka Mheshimiwa Mwenyekiti ni ndogo sana. Milioni 1 kwa mwezi mzima hawezi mtu kuendesha ofisi huko, anapambana na majangili, anapambana na wanyama wakali, haiwezekani. Mheshimiwa Waziri, imefika wakati hao binadamu tuliowapa dhamana kwenye maeneo ya kulinda hifadhi zetu, basi muangalie namna gani ya kuwasaidia ili kusudi mambo yaende vizuri na malalamiko yasiwepo katika maeneo husika. Na nikuombe sana Mheshimiwa Waziri, pamoja na watendaji wako, Itilima tunayo hoteli ya Kitengela Sopa Lodge. Iko barabara inayotoka kata ya Mwaswale kitongoji cha Mwakubija. Ni kilomita 120 kuja mkoani Simiyu. Lakini watu walioko Sopa Lodge inabidi waondoke kutoka Sopa Lodge kwenda Arusha zaidi ya kilomita 420. Kwa hiyo nilifanya ziara wakati naomba kula nienda mpaka mle polini. Nilikutana na malalamiko ya wananchi, walisema na mimi niliona kweli mazingira yaliyoko pale na mitandao ya simu ni changamoto. Nikuombe Waziri mwenye dhamana kushirikiana na Waziri mwenye mawasiliano
kuweza kuwekea watu wao, na sisi mkitufungulia pale Simiyu, maana yake mji wetu wa Simiyu utakuwa, lakini na maana ya utalii, watu watakuwa natoka wanaingia kuja huko wanaotoka nje, maana tutaanza kujua kwamba sasa utalii faida yake ni hapa, kama tunavyoizungumzia sasa. Umetuletea fedha milioni 150, umetuletea mizinga kwenye maeneo yetu, umetupa pikipiki. Mambo haya yote yanawezekana, lakini yanahitaji ushirikishwaji. Tuachane na mambo ya kuwa tunaelea juu juu, tushuke chini, mfanye ziara, mzungumze na watu, wananchi, viongozi wa ngazi za chini waelewe maana ya utalii, ili tuondokane na haya malalamiko, Mheshimiwa Mwenyekiti, yanayoendelea kwenye maeneo yetu haya ambayo tunayasimamia. Na niendelee tu kuwapongeza sana kwa kuendelea kupokea kero na kutatua changamoto. Mheshimiwa Waziri na naibu wako mnafanya vizuri sana, niendelee kuwashukuru sana. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na haya yote naunga mkono hoja ya wizara hii, wizara muhimu sana, na kushukuruni sana. Asante.